wanazidi kuingia kwa utaratibu mzuri kabisa. Na kwa mbali kabisa hivi namuona bibi harusi amesimama na anajiandaa kuingia kwa uzuri kabisa. Na bridesmaids wako hapo wameshikilia maua, wamesafisha njia. Njia ipo safi sasa kwa ajili ya bibi harusi kuweza kupita. Safi kabisa. Kwa mbele hapa yupo mtoto amevalia vazi jeupe hivi. Anasogea taratibu kabisa lakini kwa uhakika. Siku ya pekee kabisa na siku nzuri kwa wawili hawa kuweza kuunganishwa na kuwa mwili mmoja. Naona watu wanatabasamu kabisa kwa utaratibu. Wamevalia mavazi yao, wamependeza kabisa hawa. Kwa mbele hapa na bwana harusi akisogea taratibu dikizwa. Natamani nisikie amina kwa bwana harusi. Na mwanapendeza kweli kwa utaratibu mzuri kabisa. Huyu ndiye Mr. Baraka Sita mwenyewe ambaye amewatoa ambaye ametukutanisha katika siku hii ya leo. Amewatoa wazazi kutoka mbali kabisa huko, wakaja wakasema tuje kwa ajili ya kumpongeza mtoto wetu na kijana wao. Lakini bibi harusi pia naye anasogea kwa uzuri kabisa akisindikizwa na yeye taratibu pale. Amina kwa bibi harusi. Wanasogea taratibu hivyo. Inapendeza sana. Nikihesabu hapa naona ni dakika kadhaa tu ambazo zimebaki, ambazo walikuwa wakizisubiria tangu siku ile wamewasiliana katika kuanzisha uchumba. Na katika siku ya leo wanakwenda kuunganishwa na mbingu kwa ajili ya kuanza safari mpya kabisa katika maisha yao. Vijana wengine naona wanatabasamu kwa uzuri kabisa, na naamini Dr. Elieskia anachukua mfano mzuri hapo. Inapendeza sana. Wanazidi kusogea kwa utaratibu kabisa, tayari kwa ajili ya kujiongea hapa mbele. Inapendeza kwa namna hiyo. Mr. Baraka anazidi kusogea kabisa kwa utaratibu mzuri kabisa. Inapendeza lakini pia inavutia. Bibi harusi naye anasogea taratibu kabisa lakini kwa uhakika.
tukio muhimu, tukio la kihistoria hili ambalo linatokea mara moja tu katika maisha ya mwanadamu. Ni tukio muhimu na tukio makini kabisa. Wanakwenda kukutana hivyo, na naomba sote kwa pamoja tuweze kusimama, lakini pia tutoe amina kubwa kabisa hivi. Nikiangalia Baraka kuna kitu hivi anatamani kumpatia, alafu kisha watajongea kwa pamoja. Kusogea hapa mbele. Wamefika hapo. Anatoa taratibu hivi. Sasa anasogea kwa pembeni hapo, kwa ajili ya kusogea hapa mbele kwa uzuri kabisa. Lilikuwa huwa hili ambalo amekabidhiwa dada Veronica. Sasa wanajongea taratibu kuja mbele. Kwa hatua nzuri kabisa, taratibu kabisa, lakini nyuso zao nikizitazama hivi zimejawa na furaha. Tabasamu hili nataka nikuhakikishie, kwa mara ya kwanza linaonekana katika siku ya leo na kuendelea. Sasa wanazidi kusogea taratibu hivi. Lakini kwa nyuma pale namuona Elder John anakumbushia siku au miezi kadhaa iliyopita aliweza kuwakutanisha wanasua katika tukio kama hili. Wanazidi kupanda polepole, wakiwatia moyo ndugu Baraka na Veronica. Inapendeza kwa uzuri kabisa, na wao tuwape amina hivi. Inapendeza hivyo, inapendeza sana, kama maharusi walivyopendeza. Na kwa nyuma pale kabisa wanaonekana wazazi hao na ndugu wakiwasindikiza watoto wao kwa furaha kabisa. Harusi wetu ya ndugu Baraka pamoja na Veronica. Lakini kama sijasahau ni Mr. John na Veronica. Kwa hiyo inapendeza sana wakizidi kusogea taratibu kabisa. Ndio ile siku iliyosubiriwa, ndio ile siku iliyoandikwa na mbingu kwa ajili ya. Wanazidi kusogea.
na watakapofika hapa mbele, basi tutasimama sote kwa pamoja. Kama nyota zinavyong'aa wakati wa usiku, vivyo hivyo maharusi wetu, wasindikizaji, wanang'aa pia katika siku hii leo, tukiwa katika kanisa la Waadventista wa Sabato Morogoro, kanisa la SUA, kanisa lenye upendo ambalo limekusanyika kwa ajili ya kuwapongeza ndugu Baraka pamoja na Veronica, na wao wanakaribia viti vyao hapa wakimarch taratibu hivi. Pamoja na biti nzuri kabisa ambayo huwa inatumika mara moja nadhani pia katika maisha, katika siku ya leo, inapendeza sana.
asifiwe. Kuna kila sababu ya kumtukuza Mungu kwa tukio hili. Nikisema Bwana Yesu asifiwe, unasema kwa sauti kubwa sana, unasema amina. Sawa eh? Bwana Yesu asifiwe. Bibi harusi anatabasamu, la bwana harusi sijaliona bado. Kadiri tunavyoendelea nafikiri tutaliona. Lakini wasindikizaji wa kike nao wengi wanatabasamu kuliko wa kiume. Lakini tunavyoendelea tutaliona. Wanaume wao wanakujaga baadaye. Tupungiane mkono. Wangapi wana furaha kuwepo hapa? Ya Bwana Yesu atukuzwe sana. Basi niwaalike kwa kufungua hii program nzuri. Tusimame, tutaimba wimbo nambari 184. Wimbo unaitwa Panapo Pendo. Vitu vyote ni sawa panapo pendo. Naomba kiongozi wa nyimbo atuongoze. Imba kwa sauti, kwa shangwe. Tutaimba na baadaye tutaendelea. Fungu la 24 Mwanzo 2 nasema, kwa hiyo mwanamume atamwacha baba yake na mama yake, naye ataambatana na mkewe, nao watakuwa mwili mmoja. Mwanzo 2:24 narudia, inasema, kwa hiyo mwanamume atamwacha baba yake na mama yake, naye ataambatana na mkewe, nao watakuwa mwili mmoja. Karibuni tuimbe wimbo namba 184. Vitu vyote ni sawa.
Tufumbe macho tupate kuomba. Baba yetu mwema wa mbinguni, jina lako litukuzwe sana. Tunashukuru kwa fursa hii umetuwezesha leo kufika katika hekalu lako kushuhudia tukio hili takatifu. Jina lako litukuzwe. Jambo limesubiriwa kwa siku nyingi na hatimaye leo linafanikiwa, tukiona uwepo wako katika hatua zote. Jina lako litukuzwe. Sehemu iliyosalia kukamilisha ratiba hii, tunakualika ukafanye kama ambavyo umefanya siku zote, tukahitimishe vizuri. Mchungaji atakaposimama, mpe maneno mazuri atakayowatia moyo maharusi na watu wote ambao wamehudhuria hapa, ili tukio hili likawe na maana kwa kila mtu. Maeneo tuliyopungua tunaomba tusamee. Baraka zako ziwe pamoja nasi tangu mianzo hii mpaka tutakapomaliza, katika jina la Yesu Kristo, amen. Basi tunaweza tukaketi. Nawakumbusha tena, nikisema Bwana Yesu asifiwe, mnashangilia amina kwa sauti kubwa. Bwana Yesu asifiwe. Tunamshukuru Mungu, mambo ni mazuri. Kwenye sherehe watu waga wanakuwa na furaha. Nitatumia hii fursa kutambulisha watu mbalimbali waliofika hapa ili tufahamiane. Alafu baada ya hapo Echoes of Victory wataimba wimbo. Baada ya wimbo wao mchungaji atasimama. Labda nianze kwa kuwatambulisha maharusi. Niwatambulishe maharusi, au mnasemaje? Tuanze na maharusi. Bwana harusi wa siku ya leo anaitwa Baraka Nkinda Sita. Baraka Nkinda Sita. Mahali popote ulipo, busimamo tupungie mkono kanisa. Asante sana Bwana Baraka. Lakini biharusi, mke wa Baraka mtarajiwa, anaitwa Veronica Jibunge Jidiga. Veronica Jibunge Jidiga. Mahali popote ulipo, kwa utaratibu kabisa simama tupungie mkono. Mnasemaje kwa maharusi? Wamependeza au hawajapendeza? Lakini waliowasindikiza leo ni mke na mume, ni familia ya mzee wa kanisa hili la SUA, mzee John Makolobela. Mzee John Makolobela, miezi kama 3 au 4 hivi iliyopita na wao walifunga ndoa hapa. Imeshafika miezi 4. Ilikuwa ni mwezi wa ngapi? Wa pili? Wa tatu. Kwa hiyo ni miezi 3, yani bado ndoa yao haijatolewa makaratasi yote. Niwakaribishe wote kwa pamoja, msimame mtupungie nasi kanisa tuwapungie mkono. Asante sana. Mnasemaje kwa hiyo familia? Lakini pia wapo wazazi na ndugu. Niombe mic moja iende upande huu. Wazazi na ndugu kwa ujumla waliotoka kule kwa kina Baraka. Kama sijakosea mmekaa upande huu. Hebu tusimame wote. Msimame wote. Nimeona aliyesikia alitaka kusimama, alikuwa amesahau. Mko wachache, kwa hiyo mnaweza tu mkajitambulisha. Niombe mtu mmoja ambaye ni kiongozi wa familia, kiongozi wa msafara, anaweza akawatambulisha wote tu kwa ufupi. Najua kuna muda baadaye tutakuwa na muda mwingi wa kuzungumza ili tufahamiane. Karibu.
Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Lazaro Warwa, ni mzazi wa bwana harusi. Amina. Lakini nimeambatana na familia, niko na mama Baraka, lakini pia niko na kakake na Baraka, niko na mamake mdogo na Baraka, niko na babu wa Baraka, niko na kakake na Baraka, niko na mamake mdogo pia. Asanteni sana. Nashukuru. Naona mama wadogo wanamzidi mama kwa umri. Asanteni sana, karibuni. Karibuni sana. Mnasemaje kwa familia ya Baraka? Basi karibuni pia familia ya biharusi Veronica. Wamekaa mbele kabisa, naombeni nanyi msimame. Naombeni nanyi msimame. Tutumie utaratibu ule ule kwa ufupi, mtu mmoja atawatambulisha wote. Karibuni. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa majina naitwa Njile Yakobo, ni mzazi wa Veronica. Amina. Kushoto kwangu niko na kakake na Veronica, na mbele yake ni mtoto wa shangazi yake, maana ni binamu yake. Amen. Kulia kwake kuna mdogo wake na Veronica. Amen. Asanteni. Asante sana. Baadaye tutapata fursa, tukimaliza hapa tutakuwa sehemu fulani hivi tutatangaziwa, tutafahamiana vizuri zaidi. Mnasemaje kwa familia ya Veronica? Wapo wasindikizaji waliowasindikiza au maharusi. Hebu simameni wote. Wamependeza sana. Au mnasemaje jamani? Tupungieni mkono nasi tuwapungie. Haya, tunaweza tukaketi. Waga tunaona kila siku, la leo sura kidogo ni tofauti. Wamependeza sana. Leo ni siku maalum. Lakini pia kuna watoto, hebu simameni, waliosindikiza pia msafara wa maharusi. Simameni mtupungie mkono. Mnasemaje? Nao pia wamependeza sana. Tuna matron Epi Martinus, simama utupungie mkono. Amina, mbona ndogo? Amina sana kwa kazi kubwa aliyoifanya, naye pia amependeza sana. Niwatambulishe washiriki wa kanisa la SUA. Washiriki wa kanisa la SUA, simameni. Msifanye chochote, nyewe simameni tu. Naam. Watu ambao wanasali kanisa la SUA. Ile terminology ya kwanza iliwachanganya kidogo. Wale watu wote ambao wanasali hapa kanisani, simameni. Sawa. Naona hii ni sehemu, wale wageni hawa ni baadhi ya watu wachache sana ambao wamewakilisha. Wengine hawakuweza kwa sababu mbalimbali. Mnaweza mkageuka mkawatazama. Hebu tupungieni mkono. Mnasemaje kwa waumini wa kanisa la SUA? Na nione pia wageni ambao sio waumini wa kanisa hili, lakini ni wageni, sio wazazi, sio waumini wa hili kanisa, wamejisikia tu kuja kutembelea leo. Karibuni pia, mtusalimie kama uko sehemu fulani. Okay. Sijaona mtu hivyo. Basi tunashukuru sana. Wale mafundi mitambo, hebu tupungieni mkono. Mafundi mitambo, Bwana Ndalo, tupungieni mkono. Tunashukuru sana kwa kazi yenu nzuri, na watu wa media tunashukuru. Basi karibuni katika ibada, na wale Echoes of Victory karibuni kwa ajili ya wimbo. Hao watu wana wimbo maalum kwa ajili ya maharusi.
Baada ya wimbo mchungaji atasimama kwa ajili ya neno na baadaye kufunga ndoa. malezi bora kwa familia, uvumilivu, msamaha hujengwa kwa upendo. Kuwa mwili mmoja, agano takatifu, ndoa iheshimiwe. Sisi ulianzia
sikumtambulisha mchungaji. Huyo ni mchungaji anaitwa mchungaji Protas Makim, daktari. Ni mchungaji wa mtaa wa Misufini anayemaliza muda wake. Muda si mrefu tutatambulishwa mchungaji mwingine, ila tulikuwa naye. Kwa hiyo ni mchungaji wetu. Kwa wale wageni anaitwa mchungaji Protas Makim. Karibu sana pastor. Bwana ni mwema na wakati wote. Tutumie fursa hii tena kwa ajili ya kuwashukuru waimbaji wetu. Ni mnaitwaje? Echoes of Victory. Tuseme amina kwa ajili ya utukufu wa Mungu kwa ajili yao. Wamefanya kazi nzuri sana kwa ajili ya wimbo ambao wametuletea, na kimsingi wameshaleta ujumbe wote ambao tunapaswa kusema, kwamba ndoa ilianzishwa katika bustani ya Edeni na kwamba ndoa ni agano, na Bwana atukuzwe sana. Nitumie fursa hii pia kwa ajili ya kuwatambua wale ambao wametufanya leo tuweze kufika hapa, na tunalitukuza sana jina la Mungu kwa ajili ya uwepo wenu. Yanze wale ndugu wa Veronica, tafadhali mtu nyoshe mikono mahali mlipo. Vipi kama mjiamini hivi? Hebu nirudie tena. Ndugu wa Veronica, nyosheni mikono. Tafadhali mnaanza kujiamini sasa. Bwana awabariki sana. Na tunawashukuru sana kwa ajili ya kumlea Veronica hata kafika mahali ambapo Baraka akaona kwamba anafaa kuwa mke wake. Baraka alipomwona akasema, this girl might be a wife material. Ni kwa sababu ya kazi yenu, na Bwana awabariki sana kwa kazi njema mlioifanya. Wengine hawataki kusema amina. Ninyi haya, zamu yenu inakuja. Nipende pia kuwatambua wazazi wa Baraka 6. Wazazi wa Baraka 6, tafadhali naomba muweze kutupungia mkono. Hapa kutoka Usukumani. Bwana awabariki sana. Nanyi tunashukuru kwa ajili ya kumlea ndugu yetu Baraka, hata Baraka naye akawa anapendeza, handsome guy. Na alipokuwa amemuuliza Victoria, may you marry me? Veronica akasema, siwezi kuacha nafasi, Mungu akupe nini? Akasema, I can't wait. Yes. Na leo tunahitaji kukamilisha kwamba baada ya muda si mrefu watu hao watakuwa ni mtu mume na mke, na jina la Bwana liweze kutukuzwa sana. Lakini niwashukuru ninyi nyote ambao mmeona ni vyema kwa ajili ya kumsindikiza rafiki yenu, kwa ajili ya kuwashindikiza hawa wawili, Veronica pamoja na Baraka. Naomba nanyi muweze kutupungia mkono. Bwana awabariki sana. Asanteni sana. Tuwashukuru watu wa vyombo, Bwana awabariki. Tuwashukuru pia watu wa media, kwamba neema ya Mwenyezi Mungu na iendelee kuwa pamoja nanyi. Na kwa maneno haya nitapenda sasa tuweze kuangalia maneno machache kutoka katika kitabu kitakatifu, na baada ya hapo tutashuka chini hapo kwa ajili ya kufunga ndoa. Hebu tuombe. Baba mpendwa wa mbinguni,
Tumekuja mahali hapa kwa ajili ya kusudi moja tu, kwa ajili ya kuwa mashahidi kwa ajili ya watu hawa ambao wameamua kuweza kuungana, kuweza kuwa mwili mmoja. Nasi tunapokuja mahali hapa tunahitaji kusikia kwako. Vijana hawa wanahitaji kusikia kwako. Tunaomba Roho wako Mtakatifu atuongoze ili tukalisikie neno lako. Ndivyo tunavyoomba katika jina la Kristo Yesu, amina. Katika kitabu cha Mwanzo, Mzee Benjamin ametusomea vizuri sana. Naomba tuweze kusoma tena katika kitabu cha Mwanzo sura ya 2, tunasoma mstari wa 24. Neno la Bwana linasema hivi: kwa hiyo mwanaume atamwacha baba yake na mama yake, naye ataambatana na mkewe, na hao watakuwa mwili mmoja. Mwanaume ambaye ni baraka leo, kwamba baraka unamwacha baba na mama, nawe unaambatana na Veronica. Imekaa sawa? Unatuhakikishia kwamba unawaacha kabisa. Wazazi anawaacha huyu. Mko tayari? Bwana mnasita. Mko tayari awache? Mama anasema kwa kusikitika kabisa, tuko tayari. Haya, ngoja niwaulize wazazi wa Veronica. Biblia imeandikwa katika mfumo dume. Ingekuwa siku ya leo wangeandika pia kwamba mwanamke atamwacha baba na mama, naye ataambatana na mkewe. Na leo ni Veronica atamwacha baba na mama. Kila kiumbe alichokuwa ameangalia, au niseme kila mnyama aliyekuwa ameangalia, kulikuwa dume na jike. Akaangalia ng'ombe, akaona kuna dume na kuna jike pia. Akaangalia mbuzi vivyo hivyo, akaangalia kondoo vivyo hivyo, akaangalia swala vivyo hivyo. Lakini alipokuwa amejiangalia yeye mwenyewe, akaona ni dume tu. Na pia akaona kuna kitu ambacho kimepungua. Kuna kitu ambacho kimepungua. Unajua Adam lilikuwa ni pande la baba. Tunamwona rafiki yetu kama ni pande la baba, lakini ungekutana na Adam ungekimbia. Kwa sababu Adam alikuwa ni mita 5 urefu. Kwa hiyo angekuwa hapa, ili jengo ili asingesimama hapa. Ibidi mtoboe mahali fulani ili kichwa chake kiweze kuwa kule juu. Na sasa huyu Adam, mtu mwenye umbo refu namna hiyo, mwenye umbo zuri kubwa, amekuwa mpweke. Kwa sababu gani ameona amekuwa mpweke? Ni kwa sababu hakuna mtu wa kufanana naye. Na ndipo Mungu akampa usingizi, na alipokuwa amempa usingizi akamtengeneza Hawa. Na alipokuwa amemtengeneza Hawa anapotoka, Adam anasema kwamba sasa huyu atakuwa ni mifupa katika mifupa yangu, na huyo ni nyama katika nyama yangu, naye ataitwa nani? Ataitwa mwanamke, kwa sababu ametwaliwa kutoka kwa mwanaume. Hii ndilo shairi la kwanza la mapenzi duniani. Kuna shairi kwa ajili ya Veronica? Umwimbie usiku wa leo. Unaweza? Very brilliant man Adam. Alipokuwa ameamka, akatengeneza shairi la kwanza la mapenzi. Napenda kuambieni kwamba mwendelee kuimba nyimbo za upendo ili ndoa yenu ikaendelee kudumu daima. Na baada ya hapo, Mungu anasema kwamba mwanaume atamwacha baba na mama, naye ataambatana na mkewe. Na ndicho kisa ambacho tunahitaji kufanya leo hii.
ili muweze kuambatana siku zenu zote za maisha yenu, na neema ya Bwana itawezesha hayo yaweze kufanyika. Tusome katika kitabu cha Malaki. Angalie Malaki anasema nini. Malaki 2. Malaki mara nyingi hatuisomi sana, tunaisoma wakati wa kutoa sadaka, na leo napenda tuisome wakati wa ndoa. Amina. Malaki 2. Taanza kusoma fungu la 13. Tena mnatenda hayo, nayo mnaifukiza madhabahu ya Bwana kwa machozi, kwa kulia na kwa kuugua, hata asiangalie tena hiyo dhabihu wala kuitakabali mikononi mwenu kwa kurizia. Lakini ninyi mwasema, ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu Bwana amekuwa shahidi kati ya wewe na mke wa ujana wako uliyemtenda mambo ya hiana, angawa yeye ni mwenzako na mke wa agano lako. Hakuna mtu mmoja aliyetenda hivi ambaye alikuwa na ufahamu kidogo. Ndani niishie hapa. Mtakapokuwa mnatendeana mambo yenu ya hiana, Bwana hatakubali maombi yenu. Mtakapokuwa mnatendea na mambo ya hiana, Bwana hatakubali maombi yenu. Bwana anasema, mnashangaa kwamba mbona sadaka zetu hazikubaliki. Kwa nini hazikubaliki? Ni kwa sababu mmetenda mambo ya hiana. Na yeye anasema kwamba hakuna mtu hata mwenye ufahamu kidogo. Mimi nadhani kwamba wewe una ufahamu mkubwa. A university student huwezi kuwa na ufahamu mdogo, unless kama uliingia mlango wa nyuma. Lakini kama uliingia ukiwa umenyoka, utakuwa una uwezo mkubwa. Na kwa sababu hiyo anasema hakuna nafasi kwa ajili ya kumtendea mke wa ujana wako mambo ya hiana. Mimi naamini kwamba huyu ndio mke wako wa ujana, au sio? Au na mwingine? Wanasema Bwana, unatikisa kichwa tu. Una mwingine? Huyu ndio wa ujana wako. Na Biblia inasema kwamba usimtendee nini? Mambo ya hiana. Nimesema Biblia ingekuwa inaandikwa leo, ingesema vivyo hivyo juu yako. Huyu ndio mume wako wa ujana. Hauna mwingine kule. Kabisa. Sasa usimtendee mambo ya hiana. Ukimtendea mambo ya hiana, maana yake maombi yenu hayatafanya nini? Hayatakubalika. Na mimi ninaamini kwamba una ufahamu mkubwa, na kwa sababu mna ufahamu mkubwa, mtaishi kwa kupendana, mtaishi kwa kushirikiana, mtaishi mkiwa ni kitu kimoja, na mkiishi mkiwa ni kitu kimoja, mtapata baraka machoni pa Bwana. Katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza 16 fungu la 14, penda tuweze kulisoma ili tuweze kuelewa Paulo anasema nini pia katika maisha yetu sisi kama watu wa Mungu, ni namna gani tunavyopaswa tuweze kuishi. Katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza 16 fungu la 14, neno la Bwana linasema hivi: mambo yenu yote yatendeke katika upendo. Mambo yenu yote na yatendeke katika upendo. Mkilichukua hili kama ni fungu lenu la kukariri katika siku ya leo na mkaendelea nayo, itakuwa ni baraka kubwa, kwamba mambo yenu yote na yatendeke kwa upendo. Veronica, amina. Mambo yenu mangapi? Yote yatendeke kwa upendo. Baraka, mambo yenu yote na yatendeke kwa upendo.
Kwa kila mkiamka muimbe juu ya upendo, na mkiimba juu ya upendo, neema ya Mwenyezi Mungu itakuwa pamoja nanyi. Na neema ya Mwenyezi Mungu ikuwa pamoja nanyi, mtabarikiwa kiasi kwamba ndoa yenu itakuwa ni kielelezo. Na sisi tunatamani kwamba ndoa yenu iweze kuwa ni kielelezo. Na ndoa yenu kisha kuwa ni kielelezo, jina la Bwana litatukuzwa. Waefeso 5 tutasoma mafungu mawili afu baadaye tutakuwa tumeshamaliza. Waefeso 5 tutasoma mstari. Waefeso 5 tunasoma mstari 31 na tutasoma mstari wa 33. Kwa sababu hiyo mtu atamwacha baba yake na mama yake, ataambatana na mkeo, na hao wawili watakuwa mwili mmoja. Ninyi mnaanza safari ya kuambatana, na mkisha anza safari ya kuambatana mnakuwa mwili mmoja. Moja ongeza moja ni moja. Achaneni na zile hesabu walizokuwa wameufundisha huko shuleni. Leo mnaanza na hesabu nyingine. Moja ongeza moja ni moja. Na ukiishika hiyo itakuwa ni baraka kubwa. Fungu la 33 anasema kwamba lakini kila mtu ampende mke wake kama nafsi yake mwenyewe, wala mke asikose kumstahi mmewe. Kuna assignment ambayo unapewa leo kwamba umpende Veronica kama nafsi yako. Naona unajipenda, na leo umejipenda zaidi sasa inameremeta, unajipenda hivi. Kwa hiyo sasa hicho ndio kipimo cha kumpenda huyu. Amina. Hicho ni kipimo cha kumpenda. Wasichana ambao hamjapata wachumba, mpo usije ukalikubali li mwanaume alijipendi lenyewe, utapata shida. Au baadaye utasema hanipendi, maana kipimo chake hakiwezi kuzidi anavyojipenda yeye mwenyewe. Amina. Na waibieni mtihani, alafu mtu aje afeli, taanza kuhangaika kwamba wewe jamaa hanipendi. Hawezi kukupenda zaidi ya anavyojipenda yeye mwenyewe. Kujipenda mwenyewe ndicho kipimo. Mnavyojipenda ndivyo vile ambavyo ukampende Veronica. Veronica amekaa vizuri, anajipenda huyu. Hebu tuambie, unapomwona anajipenda Veronica ana mashaka. Bwana akubariki sana. Bwana akubariki sana. Lakini neno la Mungu linaendelea kwamba wala mke asikose kumsitai mme, usikose kumsitai baraka, usikose kumheshimu baraka. Tangu sasa dakika chache zinazokuja, baraka atakuwa amebadili status. Natakaye kuwa amesababisha badili status ni wewe. Niliwaulizeni siku ile kwamba hali yenu, what is your status? You won't continue to be single, you will be a married man, and you are going to be a married woman. Amen. Unapenda hiyo status? Inabadilika muda si mrefu, lakini inapobadilika anasema kwamba usikose kumstai huyu bwana, asiendelee tena kula kwa mama ntilie. Veronica atasema amen. Veronica, usiniangushe. Kama hii biashara haifai, useme tuachane nayo. Uko tayari kufanya mambo huyu bwana asiende tena kwa mama ntilie, maana amebadili status? Na Veronica anasema hiyo ni kazi ndogo. Amina. Anabadili status. Mwanaume asikose star. Tuseme nini zaidi ya hayo? Tumuombe Mungu akasimame kati yao.
ili wakatembee salama katika njia ile ambayo wamechagua kuendea. Hebu neema ya Mwenyezi Mungu na iwe pamoja nanyi, na neema ya Mwenyezi Mungu iwe pamoja nasi sisi sote ambao tumelisikia neno la Mungu, ili kwa baraka zake tukaweze kuishi kwalo. Ili ni ombi na tumaini katika jina la Kristo Yesu. Amina. Tusimame tuweze kuomba. Baba yetu mpendwa, unayetupenda sana, mchana wa leo tena tunashukuru kwa ajili ya neno lako ambalo tumelisikia. Neno lako kwa ajili ya vijana wetu, na neno lako kwa ajili yetu, na neno lako kwa ajili ya vijana ambao bado hawajapata wenzi. Tunaomba utusaidie siku zote tukatembee pamoja nao, na hawa ambao wanakusudia kuoana muda si mrefu, na kusihi ukatembee pamoja nao, ukawashike kwa mkono wako wa kuume, ili ndoa yao iweze kuwa na mafanikio makuu. Ndivyo tunavyoomba na kuamini katika jina la Kristo Yesu. Amina. Niwaombe sasa sisi sote tuweze kusikilizana, wale wote ambao tumekuja. Nipende kuwakumbusheni kwamba tumekuja sio kwa sababu tunahitaji tu kwenda kula ubwabwa. Tumekuja hapa ili tuweze kuwa ni mashahidi. Amina. Ninyi nyote mnakuwa ni mashahidi kwamba wapendwa hao wameamua kuweza kuungana kwa pamoja. Paulo anatueleza kwamba ndoa ni takatifu, na hivyo isiendee kwa haraka. Na pia katika maneno haya tunakumbushwa kwamba mbingu nazo zinathamini habari ya ndoa. Ndio maana Yesu aliweza kuhudhuria ile ndoa ambayo ilikuwa imefungwa katika Kana ya Galilaya. Ilipokuwa imefungwa, ipo pale ambapo alitengeneza muujiza, na ule ndio ulikuwa muujiza wake wa kwanza kabisa kuufanya. Kwa hiyo mbingu zinaheshimu tendo hili ambalo linaenda kutendeka sasa. Hivyo nitapenda kuweza kuwauliza ninyi ili muweze kujibu kwa ajili ya kutusaidia ili tuweze kuelewa ni nini kinachotakiwa. Kwa hiyo tumesema isichukuliwe kwa haraka. Ndivyo nasema katika hali hiyo takatifu, watu hawa wawili waliopo hapa mbele yenu wamekuja wapate kuunganishwa sasa kwa kicho cha Mungu, ili wakae pamoja siku zote bila kutengana. Naomba muweze kusimama. Muweze kusimama. Na mabesti mwasaidie ndugu zenu. Muweze kusimama. Watu hawa wawili mnaowaona hapa wamekuja ili waweze kuunganika na waweze kuwa kitu kimoja, wasitengane. Kwa ajili hiyo, mtu yeyote akiweza kuonesha sababu inayoweza kufanya wasiunganishwe kihalali katika ndoa, na aseme sasa. Mzee, naomba usimame unisaidie kuangalia. Kuna mtu yoyote ambaye anasema, na hasa ninyi mabinti unayosema, unajua hata jana usiku nilikuwa na baraka, na akaniambia ile itakayotokea kesho itakuwa ni maagizo tu, lakini wewe ni wangu. Naomba uweze kunyosha mkono. Ninyi wasichana, naomba muweze kunyosha mkono. Na ninyi Echoes of Victory, naona mnacheka sana, nyosheni mkono mseme kwamba unajua huyu bwana anaigiza tu. Vulana, ninyi wenye suti, mmoja anasema unajua Vero Vero anataka kufanya ujanja, lakini najua ni wangu. Kuna mtu mzee sioni kama uko serious.
umeangalia lakini hujaangalia serious. This is a serious matter, and not only serious matter, is a legal matter. We have to be serious enough as much as possible. Na vinginevyo na mnyamaze milele zote. Ninawaagiza ninyi wawili, mjibu sasa kama mtakavyojibu siku ya hukumu, ambapo siri zote za mioyo zitafunuliwa. Kama mmoja wenu anajua sababu au kipingamizi chochote cha kuunganishwa kihalali katika ndoa, basi aseme sasa. Mjue hakika kwamba watu wowote waliofunga ndoa kinyume na vile ilivyoruhusiwa katika neno la Mungu hawaunganishwi na Mungu, na ndoa yao si halali. Veronica, una jambo? Una jambo? Hamna kabisa. Okay. Baraka? Sina jambo. Na jambo. Naomba unifuatishe Baraka. Nashuhudia kweli kwamba sijui pingamizi lolote dhidi ya mimi Baraka Nkinda Sita kuunganishwa katika ndoa na Veronica Jibunge Jidiga. Veronica, nashuhudia kweli kwamba sijui pingamizi lolote dhidi ya mimi Veronica Jibunge Jidiga kuunganishwa katika ndoa na Baraka Nkinda Sita. Je, unamkubali mwanamke huyu kuwa mke wako uliyemwoa kihalali na kuishi naye katika hali takatifu ya ndoa kama ilivyoamriwa na Mungu? Je, utampenda na kumfariji na kumheshimu na kumtunza katika ugonjwa na katika afya, na kuacha wengine wote ukidumu kuishi na yeye siku zote mtakazoishi? Ndiyo, namkubali. Je, unamkubali mwanaume huyu kuwa mume wako halali aliyekuoa na kuishi naye katika hali takatifu ya ndoa kama ilivyoamriwa na Mungu? Je, utampenda na kumfariji na kumheshimu na kumtunza katika ugonjwa na katika afya, na kuacha wengine wote ukidumu na yeye tu siku zote mtakazoishi? Ndiyo, nitamkubali. Ngoja nirudie. Je, unamkubali mwanaume huyu kuwa mume wako aliyekuwa kihalali na kuishi naye katika hali takatifu ya ndoa kama ilivyoamriwa na Mungu? Je, utampenda na kumfariji na kumheshimu na kumtunza katika ugonjwa na katika afya, na kuacha wengine wote ukidumu na yeye tu siku zote mtakazoishi? Ndiyo, nitakubali. Okay. Ni nani anayemtoa mwanamke huyu awe mke wa mwanaume huyu? Ni nani anayemtoa mwanamke huyu awe mke wa mwanaume huyu? Hebu njoo hapo bwana. Bwana, sije ukatugeuka baadaye. Sikilize vizuri, nitakuuliza sasa ukiwa karibu. Sije ukasema sikusikia. Ni nani anayemtoa mwanamke huyu kuwa mke wa mwanaume huyu? Mimi hapa mwenyewe. Nani? Mimi mzazi wake. Nani?
Njile Yakobo toka mkoa wa Simiyu, wilaya ya Meatu. Sema amina kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Haya, dada. Msaidie ili huwa tena thamani yake imepungua. Halina thamani tena. Hebu mshikane mikono na huyu bwana. Amina. Tunashukuru mzazi, ukae. Huwezi kutugeuka tena. Baraka unifuatisha. Na wasihi watu wote waliopo hapa. Na wasihi watu wote waliopo hapa. Washuhudie kwamba mimi Baraka Nkinda Sita na kutoa wewe Veronica Jibunge Jidiga uwe mke wangu halali wa ndoa. Niwe nawe na kuambatana nawe. Tangu sasa hata siku zote, katika hali njema na katika hali mbaya. Katika utajiri na katika umaskini. Katika ugonjwa na katika afya. Nikupende na kukutunza. Paka mauti itakapotutenganisha. Kulingana na amri takatifu ya Mungu. Na katika mambo hayo. Nakupa ahadi yangu. Amina. Veronica unifuatie. Na wasihi watu wote waliopo hapa. Washuhudie kwamba mimi Veronica Jibunge Jidiga na kutoa wewe Baraka Nkinda Sita uwe mme wangu halali wa ndoa. Niwe nawe na kuambatana nawe. Tangu sasa na hata siku zote. Katika hali njema na katika hali mbaya. Katika utajiri na katika umaskini. Katika ugonjwa na katika afya. Nikupende na kukutunza. Paka mauti itakapotutenganisha. Kulingana na amri takatifu ya Mungu. Na katika mambo hayo. Nakupa ahadi yangu. Amen. Mzee, naomba uje hapa mbele sasa. Tanisikia Sonia. Basi aliyowaunganisha Mungu, mwanadamu asiwatenganishe. Kwa sababu Baraka Sita na Veronica wamekubaliana kuishi katika hali ya maisha matakatifu ya ndoa. Nao wameashuhudia haya mbele za Mungu na mbele ya mkutano huu. Na katika mambo haya wametoa ahadi ya kujiunga kila mmoja kwa mwenzake. Na wameyatangaza mambo haya kwa kushikana mikono. Sasa mimi niliye mtumishi wa Mungu natangaza kwa mamlaka ya neno la Mungu na kwa sheria za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwamba sasa Baraka Sita na Veronica ni mtu na mke, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Baba mpendwa wa mbinguni, tunakushukuru sana kwa sababu ya wema wako na kwa sababu ya ukuu wako. Tunashukuru kwamba hata sisi umetuita tena siku ya leo kwamba tuwe ni mashahidi
kwa ajili ya ndoa hii, ndoa mpya ambayo sasa Baraka na Veronica ni mwili mmoja, na sisi tunaomba neema yako uweze kuwa juu yao, ukaweze kuwasamehe makosa yao yote, ili wakaweze kutembea katika nuru mpya. Ndoa hii sasa ukaweze kuibariki, na iweka mikononi mwako, ukawabariki, wakapate furaha na amani katika ndoa hii, wakapate watoto wa kike na wa kiume, utukufu wa jina lako ukaonekane. Kila atakaye kuwa na maombea mema akapate kubarikiwa, atakaye waombea maovu naomba ukaweze kumsamehe, na wema wako ukaweze kuwa juu yao. Tangu sasa watu hao watakapokuwa wanatembea pamoja, watembee kama kitu kimoja. Watu hawa wawe ni kielelezo, watu ambao hawafahamu upendo wako kati yako wewe na kanisa, kwa ajili ya watu hawa wakapate kufahamu ni jinsi gani ambavyo unalipenda kanisa lako. Na tangu sasa ninapokuwa nawaweka mikononi mwako, naomba neema yako iwe juu yao, rehema zako ziweze kuwa juu yao. Wakitoka nyumbani kwao wabarikiwe, wakiingia nyumbani kwao wabarikiwe, wageni wakiingia nyumbani kwao wakapate kubarikiwa. Ndivyo tunavyoomba na kuamini katika jina la Kristo Yesu, amina. Amina. Mbona ka amina kadogo yako vipi? Amina. Ni mtu na mke. Baraka, hebu umfunue uone kama ni kweli ni yeye yule yule au sio, usije kachukua kitu kingine. Ndiye. Anasema ndiye. Unasemaje mkutano? Bwana akubariki. Sasa twendeni tukasaini sasa kama ni yeye. Okay, basi wakati zoezi la kusaini linaendelea, ile kwaya iliyoandaliwa naweza kuja. The Riverside, karibuni tuimbe wakati zoezi linaendelea. Nimeanza kuona tabasamu la Baraka sasa. Truvine mtajiandaa pia. Wakimaliza The Riverside, Truvine mtaimba. Naomba muda usipotee hapo katikati, maana zoezi litachukua muda mrefu. Baada ya hizo nyimbo mbili kutakuwa na picha, alafu tutakuwa tunaondoka. Zoezi la kusaini likikamilika, Mungu wetu atujali, amen, tuamini, amen, tuthamini, amen, kuamini,
kwenye shida au raha, Mungu awe wa kwanza. Kwenye shida au raha, Mungu awe wa kwanza. Mungu awe wa kwanza. Mungu awe wa kwanza. Truvine, karibuni. Hatimaye furaha yakamilika, ukurasa mpya, ndoa takatifu. Kaka dada mmeungana, mmekuwa mwili mmoja. Hatimaye furaha yakamilika, ukurasa mpya, ndoa takatifu. Kaka dada mmeungana, mmekuwa mwili mmoja. Mmeandika historia yenu mbele zake Bwana, nasi twashuhudia, twawaombea Mungu awe nanyi daima. Mmeandika historia yenu mbele zake Bwana, nasi twashuhudia, twawaombea Mungu awe nanyi daima. Upendo, hekima, busara, uvumilivu, heshima, msamaha, familia yenu iwe mbingu ndogo, mkimuweka Mungu wa kwanza. Upendo, hekima, busara, uvumilivu,
heshima, msamaha. Familia yenu iwe mbingu ndogo, mkimuweka Mungu wa kwanza. Mmeandika historia yenu mbele zake Bwana, nasi twashuhudia, twawaombea Mungu awe nanyi daima. Mmeandika historia yenu mbele zake Bwana, nasi twashuhudia, twawaombea Mungu awe nanyi daima. Mmeandika historia yenu mbele zake Bwana, nasi twashuhudia, twawaombea Mungu awe nanyi daima. Kanisa, mnasemaje kwa wimbo mzuri? Basi naomba mkae pembeni kidogo, mtarudi baadaye kupiga picha. Tukio liloko mbele yetu sasa hivi, mchungaji atawakabidhi vyeti vyao vya ndoa, alafu baadaye tutakuwa na picha. Mzee, ninyi msimame kwanza hapo, alafu mgeukie huko. Simameni hapo alipo huyo best. Ani mzee wa kanisa uje hapa mbele ili tuweze kuwapa shahada zao. Nadhani kutoa shahada siku ya kwanza, yaani siku ya kwanza tayari umeshafaulu, alafu mingine huko mtajuana huko. Kwa hiyo tunawakabidhi vyeti kwamba ninyi sasa ni mtu na mme, ni mtu na mke halali. Amina, bila mashaka yoyote, na neema ya Mwenyezi Mungu iweze kuwa pamoja nanyi. Kavitunze vizuri. Asante. Asante Pastor, mnaweza mkageuka tu na tusikie amina kubwa kutoka huko. Mnasemaje kanisa? Basi tunamtukuza Mungu. Nitaomba hivi viti sasa visogezwe pembeni kidogo, alafu kuwe na picha moja kwanza ya maharusi wakiwa na vyeti vyao, Tabasamu la baraka linaonekana huko, maana mimi niko nyuma tayari. Haya, wale wasindikizaji mnaweza mkawa join. Wasindikizaji, mzee wa kanisa na Mrs. mnaweza mkawa hapo pembeni. Mmoja simame huko, yani msimame tu, njoo huko, unaenda kule. Ikasimame kwa upande ule pale. Mzee wa kanisa ameona watu wanataka kumtenganisha. Alielewa somo la kuambatana. Okay, tunashukuru. Sasa picha nyingi tutapiga mahali fulani. Hapa tutapata tu chache za kumbukumbu. Maharusi nitaomba mkae, tuwasaidie viti viwili, alafu nitaomba wazazi wasogee mbele kidogo wakae, alafu wazazi wa bwana harusi, ndugu wa bwana harusi mtakuja kwa nyuma. Mtakuja nyuma yao, mtasimama nyuma yao.
Baadaye tutapata pia picha ya ndugu wa bibi harusi pamoja na maharusi. Mnaweza kuja msimame kwa nyuma yao. Tuache nafasi nyuma ya viti ili watakapokuja waweze kusimama nyuma ya viti. Nikae pembeni ili nisionekane kwenye picha. Hivi vyeti tunaweza tukawasaidia. Hivi vyeti vyao tutawapa baadaye. Msiende mbali sana. Msimame hapa kidogo kwa hapa. Msiende mbali sana. Msimame tu hapo. Kutakuwa na picha hapa moja. Asante, tunaweza tukaenda sasa tukaungana wote. Mkaona picha moja pamoja. Yapendeza leo mbinguni itakuwaje. Trova najiandaa. Furaha ni furaha. Mbinguni itakuwaje. Furaha, furaha leo mbinguni itakuwaje. Amen, 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 hallelujah. Tari, asante Trova. Amen, amen, amen. Amen, hallelujah. Amen, hallelujah. Amen, hallelujah. Echoes of victory. John. Asante. Twende haraka echoes. Bado kama picha 4 hivi. Baada ya echoes. Wanabati wokovu umefika mlangoni mwao. Wanabati baraka baraka. Wanabati baraka baraka. Wanabati Veronica amefika mlangoni leo. Anabati Veronica amefika mlangoni leo. Anabati Veronica Anabati Veronica Anabati
baraka amefika mlangoni leo. Asante sana. Mmeona maua ya Icos yako vizuri sana. Basi tunamalizia washiriki wa kanisa la SUA, karibuni. Waumini wa kanisa la SUA, nyie nao si mnasali hapa SUA? Njooni wote, alafu watabaki viongozi, tutakuwa tumemaliza. Picha ya mwisho itakuwa ni mchungaji na maharusi. Watu wote ambao wanasali hapa SUA, karibuni. Karibuni, tujipange hapa. Hakikisha umeonekana. Unaweza kukawa na mistari miwili au hata mitatu. Wale ambao si warefu sana wanakaa mwisho. Msafara utaanza kuondoka muda si mrefu. Niwakaribishe baadaye. Kutakuwa na hafla ndogo ya kufurahi, tukiwapongeza mume na mke hawa wapya pale Kingalu. Kama upajui Kingalu utauliza, tutafika. Wale ambao wanahitaji kadi watazipata. Kwa hiyo niwakaribishe saa 12 mambo yatakuwa yanaanza. Ukichelewa sana utakuta mambo yameisha au yamefika mbali sana. Basi niwaalike wote tusimame tufunge kwa ombi. Baada ya hapo nitamkaribisha Bwana Msasi, ataendelea, watu watakuwa wakiondoka sasa. Tuombe. Baba yetu wa mbinguni, asante sana kwa kuwa tulichokuomba ndicho ulichotufanyia. Tumeshuhudia uwepo wako katika zoezi lote hili, na hatimaye tumeshuhudia kuunganishwa kwa hii familia mpya. Jina lako litukuzwe. Sehemu iliyobaki ya kufanikisha jambo hili tunakabidhi kwako, ili yote yakafanyike sasa na mapenzi yako. Ndilo ombi letu kwa jina la Yesu Kristo. Amina. Basi karibu wakati matron akiwatoa katika utaratibu. Kwa kawaida maharusi ndio wanakuaga wa kwanza kutoka, kwa hiyo usiwe wa kwanza kutoka hapa. Unaweza kumgonga bahati mbaya akadondoka. Nyie mtakuwa mwishoni kabisa kwa utaratibu utakaopewa na matron. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nitamani kusikia amina kubwa kuliko zile za mwanzo, kwa sababu kilichokusudiwa kimeisha tamatika. Ngoja nijaribu tena. Bwana Yesu asifiwe. Na basi hivi ndivyo tunavyokamilisha ibada hii ya kuunganisha wanandoa hawa. Na wakati huu nitamkaribisha pale fundi mitambo ataweka ile biti ambapo watatoka taratibu wakiongozwa na matron. Lakini pia tuendelee kukukaribisha hapo jioni kama ilivyotangazwa katika ukumbi wa Kingalu, ndipo sherehe hizi zitaendelea au zitaenda kutamatika mahali pale. Hivyo Mungu awabariki sana. Karibu sana fundi mitambo. Wanavotoka taratibu hivyo maharusi hawa, wakati wanaingia waliingia, mmoja mkono ulikuwa mfukoni, mwingine mkono wake ulikuwa umeshika ua, lakini sasa mkono mmoja wa kulia na wa kushoto mwingine imeshikana kwa pamoja kama ishara ya kuunganishwa tayari kama mke na mume. Hebu tuwape amina. Wanatoka taratibu hivyo kwa uzuri kabisa.
lakini matabasamu yakionekana au tabasamu zikionekana katika nyuso zao. Jina tayari ama cheo kimeisha badilika. Anarekebisha vazi kwa uzuri ili Veronica atembee kwa utaratibu mzuri kabisa. Ndugu mtazamaji na anayetufuatilia kupitia SUSD Church Media, tulikuwa katika tukio maalum kabisa la kuwaunganisha bwana na bibi Veronica katika kanisa hili la Waadventista wa Sabato SUA Morogoro hapa. Na tukio hili limetamatika ikiwa mchungaji amekwisha kuwaunganisha watu hawa wawili. Napendeza sana. Nyuma wasindikizaji hawa ni waimbaji wa True Vine, na Baraka pia ni mwimbaji wa kikundi